Habari ndugu zangu popote mlipo, wananchi wenzangu na wasalimu. Ni yule ndugu yenu Juma Omari Sharifu almaarufu Alkasusu. Ni katika mwendelezo wa kuelimishana, kukumbushana katika masuala mbalimbali ya kijamii. Leo nipo hapa kuwakumbusha viongozi wangu wa serikali ya mitaa nchi nzima, serikali ya vijiji nchi nzima, serikali ya vitongoji nchi nzima, umuhimu wa kutambua amani katika eneo lako. Mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, unafahamu jukumu lako ni kudumisha amani katika eneo lako, katika mtaa wako. Sasa leo tupo hapa, leo nipo hapa kwa kukukumbusha jukumu kubwa ambao unalo mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, ni kudumisha amani. Hakuna mwananchi anaishi katika mtaa wako, anaishi katika kitongoji chako, anaishi katika kijiji chako usimtambue. Hakuna. Kwa hiyo makundi yote ya uhalifu unapaswa kuyatambua na kuyatolea taarifa. Hapo ndipo utaweza kudumisha amani katika eneo lako. Kumbuka, Oktoba 29 inawezekana ulisahau jukumu lako la amani, ndio sababu ulipelekea wahalifu wakaleta athari katika mtaa wako. Lakini tungewadhibiti mapema, athari isingepatikana. Hao ni vijana wamezaliwa na wazazi wao wako ndani ya mtaa wako, wako ndani ya kitongoji chako, wako ndani ya kijiji chako. Hawa watu hawatoki mbinguni, tunao mtaani. Lakini kwa sababu ya kujisahau, mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji ndiyo ilipelekea machafuko ya kutokea. Sasa nawakumbusha viongozi wangu, kila nyumba, kila kaya unafahamu watu gani wanaingia, watu gani wanatoka. Mwenyekiti wa mtaa, jukumu lako ndio hilo. Sasa tusizembee tena. Kuna tishio, kuna uvumi ambao watu wanaueneza kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 watafanya uhalifu tena kama Oktoba 29. Jukumu lako mwenyekiti ni kudiri na wananchi wako, wakupe taarifa. Hao vijana kama wako na mtaa wako, utoe taarifa na yeye ngazi nyingine ya polisi, tuwadhibiti. Naamini hawatoki mbali, tunao mtaani. Naamini haiwezekani mtu wa mbali aje katika mtaa wako bila ushirikiano mtu wa mtaa wako. Sasa jicho lako liwe karibu katika mtaa wako, tuwadhibiti ili wasilete maafa, ili wasilete maangamizo, ili wasilete uharibifu kama walivyotoa Oktoba 29. Na sisi wananchi, jukumu letu ni kutoa ushirikiano kwa serikali ya mtaa ili waweze kudhibiti hali hiyo. Je, umesahau madhara yanatokea? Tulikaa ndani, vitu vikapanda bei. Umesahau wewe? Ulisahau? Kumbuka Oktoba 29 hali ilikuwa mbaya kabisa. Mchicha 500 shilingi 3000 ulikuwa unauzwa. Sasa hebu rejea Oktoba 29. Rejea. Ili ukikumbuka basi hautoweza kushirikiana na uhalifu. Sina mengi, nimekuja hapa kuwakumbusha viongozi wa serikali ya mtaa na sisi wananchi tushirikiane pamoja kuweza kudhibiti uhalifu. Asante. Juma Omari Sharifu.